Nakuletea hadithi kutoka mkusanyo wa Sahih Bukhari, hadithi namba 4950. Inapatikana katika kitabu cha 65 cha Bukhari, hadithi namba 472. Amesimulia Jundub bin Sufyan. Wakati mmoja Mtume wa Mwenyezi Mungu aliugua na hakuweza kusali sala yake usiku kwa muda wa siku 2 au 3 hivi. Kisha mwanamke mmoja akaja na kusema, ewe Muhammad, nadhani shetani wako amekuacha, kwani sijamuona pamoja nawe kwa siku kama 2 ama 3. Kufuatia maneno hayo, aliteremsha aya ya sura 93 aya ya kwanza mpaka 3, ambayo inasema, na hapa kwa mchana na kwa usiku unapotanda, Mola wako mlezi hakukuacha wala hakukasirika nawe. Mambo kadhaa hapa. Huyu mwanamke anayezungumzwa hapa, unapokwenda kusoma tafsir na maelezo kadhaa kuhusiana na hadithi hii, inaaminika alikuwa yule mwanamke anafahamika kama Jamil, ambaye alikuwa ni mke wa Abu Lahab. Huyu Abu Lahab na huyu mke wake Jamil walikuwa mojawapo maadui wakubwa Muhammad wakati wa Maka. Na japo huyu Jamil anamzungumzia Muhammad kwamba shetani wake amekuacha, Waislamu wanazungumzia kwamba huyu shetani anazungumzwa hapa ni Jibril, kwamba wale watu wa Maka akiwemo huyu Abu Lahab na mke wake Jamil walikuwa wanamzungumzia huyu Jibril kama shetani. Sasa tunaona mambo kadhaa hapa katika hadithi hii. Cha kwanza kabisa, unapokwenda kusoma katika maisha ya Muhammad, unagundua wakati huu ulikuwa ni wakati wa Maka, na ni wakati ambao Muhammad alipata shida sana katika mahubiri yake kujitambulisha na kukubalika kama yeye ni nabii. Walimkataa Wakristo, walimkataa Wayahudi, walimkataa na wapagani, kwa sababu kwa mujibu wa vyanzo vya Kiislamu, Abu Lahab na Jamil walikuwa wapagani. Lakini walifahamu kwa kupitia Wayahudi na kupitia Wakristo kwamba hiki kiumbe ambacho kinadaiwa kumteremshia Muhammad haya mafunuo alikuwa ni shetani. Ni dhahiri kabisa unapokwenda kusoma Sahih Bukhari hadithi namba 3 au kitabu cha kwanza cha Bukhari hadithi namba 3 hiyo hiyo, unapochunguza namna gani yule kiumbe alivyomtokea Muhammad na ukaangalia malaika Gabriel au Jibril katika mifano mingine mingi iliyotangulia kabla yake. Kwa mfano, ukisoma katika kitabu ukisoma katika vitabu vya Agano la Kale namna Gabriel anapotokea, kwa mfano Danieli katika sura ya 8, ya 9 na ya 10, ukasoma pia huyu Gabrieli pia anapomtokea Mariamu, anapomtokea pia baba yake Yohana Mbatizaji yule aliyekuwa kuhani, unaona taswira ni tofauti kabisa namna gani hichi kiumbe kingine kinachodaiwa Gabrieli ambacho kilimtokea Muhammad kwenye pango la Hira. Hivyo huyu Jamil na wengine walitambua kabisa huyu anayemtokea Muhammad ni shetani. Lakini tunaenda kuona jambo jingine. Hii aya ya kwanza mpaka ya 3 ya sura 93 inavyosema kwamba na hapa ni Allah anaapa, na hapa kwa mchana na kwa usiku unapotanda. Moja langu la makini hapa lazima ulizingatie. Allah anaapa juu ya uumbaji wake. Kwa mujibu wa kiapo, na kwa mujibu kiapo inafikiwaje? Kiapo kinapelekwa kwa kitu au mtu au nafsi ambao iko juu yako kimamlaka. Tunamuona Allah akiapa kwa kitu ambacho kiko chini yake kimamlaka. Maana yake nini? Hakika Allah si Mungu. Unapokwenda katika maandiko yalotangulia kabla ya Qur'ani, utaona hakuna sehemu hata moja Yehova anaapa juu ya kitu chochote isipokuwa nafsi yake, kwa sababu hana aliyekuwa juu yake. Soma Biblia yako popote, hakuna sehemu Mungu wa kweli Yahwe anaapa juu ya uumbaji wake, kwa sababu anafahamu hawezi kupeleka kiapo chake kwa kitu kicho chini yake katika mamlaka, kwa sababu hana alikuwa na mamlaka juu yake. Kwa Allah ni wa chini hata katika mamlaka kwa usiku. Tafakari ndugu yangu Muislamu. Hakika Muhammad ni nabii wa uongo na mafundisho yake yote ni ya upotofu na yatakupeleka katika upotevu. Tafakari sana. Mungu akusaidie.